Ndio, karibu sana mtumishi Mungu, ni mtumishi Mwelekesa kwa wakati mwingine. Namshukuru Mungu wa mbinguni kunipatia nafasi na kibali cha kuzungumza na watakatifu wake. Tunasoma fupi ambalo linasema kwamba uwezo wa kuona mbali. Roho Mtakatifu ameleta somo hili kwamba watakatifu wake waweze kuelewa na kujua kiundani zaidi kuhusiana na uwezo wa kuona mbali. Mtu mwenye uwezo wa kuona mbali ni mtu mwenye kujielewa, mwenye kuwa na Mungu wakati wowote, mwenye kujishamini kwamba anatembea na Mungu wakati wowote. Ni mtu mwenye kuona mbali. Tukiangalia kitabu kile cha Yeremia 30:10, na Mungu anasema, kwa sababu hiyo usiogope, Yakobo mtumishi wangu, asema Bwana, wala usifadhaike, Israeli, kwa maana tazama, nitakuokoa toka mbali na wazao wako toka nchi ya uamsho wao, na Yakobo atarudi, naye atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakaye mtia hofu. Tumeangalia mtu mwenye kuona mbali. Tulisema kwamba ni mtu ambaye anajishamini kwamba ana Mungu, na kama kitabu hichi cha Yeremia kilivyozungumza kwamba kwa sababu hiyo mtu mwenye kuona mbali haiwezekani yeye kuwa naogopa au kuogopa mabaya, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja naye. Haiwezekani yeye kufadhaika, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja naye. Haiwezekani yeye kuogopa, kwa kuwa Mungu atamuokoa kutoka mbali. Pia na wazao wake Mungu atawaokoa. Na yeye pia ambaye anajishamini kwamba ana Mungu lazima atarudi. Tukiangalia kurudi, tunarudi kwa shangwe na ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatulia na kustarehe. Ni mtu ambaye anamjua Mungu, ambaye anaona mbali, lazima atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakaye mtia hofu. Hakuna yeyote yule ambaye atakaye mtia hofu mtu huyo, kwa sababu hatakuwa amemjua Bwana Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye uwezo wa kuona mbali ni mtu asiyejua kukata tamaa, anamwamini Mungu siku zote za maisha yake. Ukiwa unamwamini Mungu siku zote za maisha yako, wewe una uwezo wa kuona mbali, kwa sababu Mungu ndio ngao yetu, Mungu ndio mafanikio yetu. Kwa hiyo tunakuwa na uwezo wa kuona mbali kwa sababu tunamwamini Mungu na hatujui jinsi gani ya kukata tamaa, na Mungu mwaminifu yuko pamoja nasi kila wakati. Zaburi 125:1, na Mungu anasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Kwa hiyo mtu ambaye anamtumainia Mungu ajui kama anaweza kukata tamaa, na haelewi jinsi gani ya kukata tamaa. Anamwamini Mungu wakati wote, anamwamini Mungu siku zake zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi ukata tamaa pale wanapoona changamoto nyingi, huku wakishindwa kuelewa kuwa Mungu hutokea mwisho. Mtu wa Mungu, baada ya changamoto kuwa nyingi sana, usiweze kukata tamaa, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nawe. Na Mungu asilia yake huaga anatokea mwishoni, akisha tazama na kuona ya kwamba umefeli katika changamoto ambayo unaipitia. Lazima hakiona imani yako au umemtumainia yeye, mwishoni unakaribia kukata tamaa. Sio kukata tamaa, unakaribia kukata tamaa. Ndipo mkono wa Mungu unaonekana, ndipo mkono wa Mungu unatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgonjwa haoni uponyaji, maskini haoni utajiri, tasa haoni mtoto. Hawa ni watu ambao hawana uwezo wa kuona mbali. Akiwa ni mgonjwa, daktari amemwambia kwamba hautapona, ugonjwa huu utakupeleka, lakini anaona uponyaji. Akiwa ni maskini, watu wanakukejeli, wanasema kwamba hautakuwa tajiri maishani, hautapata chochote maishani, lakini anaona atapata chochote na zaidi ya kile ambacho anakihitaji. Tasa, unakuwa na hali ya kujiwekea misingi ya kwamba huwezi ukapata mtoto kwa sababu miaka imeenda au umri umeenda, so huwezi ukapata mtoto. Hiyo pia ni hali ya mtu asiyekuwa na uwezo wa kuona mbali. Mtu mwenye uwezo wa kuona mbali ana uwezo wa kuwa na uhalali
wa kuamini jambo ambalo haliwezekani katika maisha yake na kusema ya kwamba linawezekana. Bwana asifiwe sana. Hii ni changamoto inayotokea baada ya watu kutokumjua Mungu. Usipomjua Mungu, ni lazima changamoto hizo zikutokee, kwa sababu umeshindwa kumjua Mungu wako. Mtu akikwambia kwamba wewe ni tasa hutozaa, lazima changamoto hiyo ikutokee, kwa sababu umeshindwa kumjua Mungu wako. Tunaangalia kitabu cha Danieli 11:32. Na Mungu anasema, tunasoma bii yake, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa hiyo watu ambao wanamjua Mungu wao lazima watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kuwa hodari ni hali ya kuwa mtu ambaye haoni changamoto bali anamuona Mungu. Haoni shida yake bali anaona Mungu kupitia shida yake. Huyo ni mtu ambaye ni hodari kwa sababu amemjua Bwana Mungu wake. Asante sana.